Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Uriah Rivera Martinez amekamatwa na vyombo vya usalama nchini Mexico baada ya kumvamia Rais Claudia Sheinbaum katika hafla ya umma karibu na ikulu ya taifa jijini Mexico City. Tukio hilo lilitokea mbele ya umati wa watu na lilinaswa kwenye video inayoonyesha mwanaume huyo akijaribu kumbusu rais kwa nguvu, kitendo kilichomfanya Sheinbaum amsukume kwa haraka kabla ya walinzi wake kuingilia kati na kumdhibiti mshambuliaji huyo. Kisa hicho kimezua hisia kali nchini humo, hasa kutokana na namna kilivyomhusisha kiongozi mkuu wa taifa. Mshukiwa huyo sasa anashikiliwa na polisi na anatarajiwa kufikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na unyanyasaji wa kijinsia na ukiukaji wa usalama wa rais. Baada ya tukio hilo, Rais Sheinbaum amewasilisha malalamiko rasmi dhidi ya mshambuliaji wake na kutoa kauli yenye uzito, akisisitiza kuwa aliamua kuchukua hatua kama mwanamke kwa niaba ya wanawake wote wa Mexico. Aidha, alitoa wito kwa wabunge na taasisi za sheria kuharakisha mchakato wa kuweka adhabu kali kwa makosa ya unyanyasaji wa kijinsia ili kuwalinda wanawake wote dhidi ya vitendo kama hivyo vinavyoendelea kukithiri nchini humo. Tukio hilo limeibua upya mjadala mkali kuhusu ukosefu wa usalama wa wanawake na utamaduni wa Mexico unaotawala katika jamii ya nchi hiyo. Takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa takribani 70% ya wanawake nchini humo wamewahi kupitia aina fulani ya udhalilishaji au unyanyasaji wa kijinsia, jambo linaloendelea kuwa changamoto kubwa kwa kijamii na kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya usalama na haki za wanawake wanasema kuwa tukio hilo linapaswa kuwa kengele ya tahadhari kwa serikali, hasa kwa kuzingatia udhaifu ulioonekana katika ulinzi wa rais. Wameitaka serikali kuimarisha mikakati ya usalama kwa viongozi na raia kwa ujumla, sambamba na kuendelea na kampeni za kubadilisha mitazamo ya kijinsia inayowadhalilisha wanawake. Rais Sheinbaum, ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwahi kuongoza Mexico, ameahidi kuendelea kupigania usawa wa kijinsia na haki za wanawake, akisema kuwa tukio hilo halitamzuia kuendelea na kazi yake ya kulinda hadhi na usalama wa wanawake wote wa taifa hilo.